Muda mchache mara baada ya bodi ya ligi kutangaza kuwa mchezo kati ya wekundu wa Msimbazi dhidi ya wenyeji wa klabu ya soka mpaka pale utakapotangaziwa tarehe yake ya kuchezwa. Lakini muda huu mashabiki ambao wako hapa katika dimba la Benjamin William jijini Dar es Salaam wapo wanaingia uwanjani hivi sasa. Haijulikani wanaenda kufanyaje, lakini ndio hao mashabiki wakiwa wanaingia uwanjani kwa ajili ya kutazama vitu ambavyo vinaendelea humo, na wengi wao wakisema wanasubiri mchezo wa Yanga dhidi ya Simba uchezwe ndipo watoke. Lakini hali ndio hiyo, mashabiki wakiwa wanaingia uwanjani hivi sasa, wakiwa wanapita katika mageti ya kuingilia mashabiki, lakini hakuna utaratibu wowote wa kukagua tiketi kwa sababu mchezo huu umeshahilishwa mpaka hapo bodi ya ligi itakavyotangaza vinginevyo. Na hivi sasa wao wanaingia tu uwanjani kwa ajili ya masuala mengine ikiwemo kukagua uwanja, lakini walioko hapa nje wanasema hawawezi kutoka mpaka mchezo uweze kutamatika. Na kingine ni kwamba baadhi tu ya watu wa usalama, lakini pia vyombo vya usalama wameanza kutoka katika dimba hili la Benjamin William Mkapa, na wakitoka kwenye eneo hili, na sasa kumaanisha kwamba mchezo huu hautoendelea tena kama ambavyo ulikuwa umepangwa kuchezwa majira ya saa 1:15 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Lakini pia unachokiona hapo mashabiki wakiwa wanatafuta njia zingine za kupita mara baada ya geti kuu kufungwa wasiweze kuingia, lakini hali ndio hivyo, mashabiki wakiwa wanafukuzana kuweza kuingia kwenda kutazama nini ambacho kinaendelea katika dimba la Benjamin William Mkapa. Na hivyo mtazamaji wa BMTV Tanzania, na hicho ndicho kikubwa ambacho kinaendelea hivi sasa katika dimba la Benjamin William Mkapa, mashabiki wakiwa wanaingia uwanjani. Wengi ukiwauliza wanasema wanaumizwa na taarifa ya kuahirishwa kwa mchezo huu masaa machache kabla ya mchezo kuchezwa, na wengi wao wakilalamika ni kwa nini taarifa hiyo kutoka masaa 24 kabla ya mchezo kuanza, na taarifa imetoka masaa machache kabla ya mchezo kuanza, na tayari mageti yamefungwa ili wasiweze kuingia tena uwanjani. Walioingia nao bila shaka watarudishwa nje na maskauti ambao wapo ndani wakifanya kazi hiyo ya kuwarudisha, lakini pia baadhi tu ya watu wa usalama ambao bado wapo katika eneo hili wakifanya kazi ya kuwarudisha mashabiki ambao wapo ndani ya dimba la Benjamin Mkapa. Na nikukumbusha tu ya kwamba mchezo huu umeahirishwa kwa sababu kubwa ni taarifa ya wekundu wa Msimbazi juu ya kuzuiwa kufanya mazoezi na mabouncer wa klabu ya Yanga usiku wa hapo jana masaa kulingana na kanuni ya 17 ambayo inaelekeza timu wageni wa mchezo kuweza kufanya mazoezi walao siku moja kabla ya mchezo, na wao waliweza kutimiza jambo hilo kwa mujibu wa kile wa taarifa kwa umma ambayo ilitolewa na wekundu wa Msimbazi. Lakini kilichotokea, wao wanachokilaumu ni kwamba mabouncer wa klabu ya Yanga waliweza kuwazuia na kufanya vurugu, na hivyo wekundu wa Msimbazi kuweza kurejea hotelini na kuvunja kambi kwa ajili ya mchezo wa hii leo dhidi ya wenyeji wao klabu ya soka ya Yanga. Hivi sasa Simba watarejea tena katika kambi yao kwa ajili ya mchezo dhidi ya TMA utakaochezwa Jumatano ya wiki hii. Bado taarifa kutoka bodi ya ligi haijasema nini ambacho kitafuata, lakini kilichopo ni kwamba wale ambao wamehusika katika kuleta vurugu hizi ambazo zilisababisha benchi na wachezaji wa klabu ya Simba kushindwa kufanya mazoezi watapata adhabu. Lakini sio hao tu, lakini pia hata wale ambao ikitokea meneja wa uwanja, ikitokea afisa wa uwanja, na hata ikitokea baadhi ya viongozi wa klabu ya Simba walihusika katika hili, bodi ya ligi imesema itafanya lolote kwa ajili ya kuweka mambo sawa. Hiyo ndiyo hali ambayo inaendelea hapa katika dimba la Benjamin William Mkapa. Nami ni Kasure Elias, tutaendelea kujuzana nini ambacho kinaendelea kwa wakati mwingine.